Katibu katika Wizara ya Habari na Mawasiliano Profesa Edward Kisiang'ani ametetewa na baadhi ya wakazi wa kaunti ya Bungoma kwa madai ya kuwa adui wa vyombo vya habari. Tazama. Kufuatia mada ya chapisho ya gazeti la The Standard kuwa katibu katika Wizara ya Habari na Mawasiliano Profesa Edward Kisiang'ani kuwa ni kinukuu adui wa vyombo vya habari nchini, wakazi wa kaunti ya Bungoma wamejitokeza na kupinga vikali madai hayo. Wakiongozwa na Winston Haoya, wamedai kuwepo kwa njama ya baadhi ya wanasiasa kutaka kuwaondoa serikalini wafanyikazi wa umma kutoka eneo la Magharibi. Wamesema kwa wanasiasa fulani ambao hawakuwataja wako nyuma ya mchakato wa kumwondoa waziri wa afya Deborah Barasa, na sasa wameanzisha mbinu ya kumchafulia jina Profesa Kisiang'ani. Mimi kama mkaaji wa Bungoma niko na huzuni kubwa, kwa maana kuanzia jana maandishi ile imekuwa kwa makaseti kwamba mheshimiwa wetu PS Edward Kisiang'ani ni enemy wa Brace. Hiyo hatukubali. Yeye huwa anafanya kazi ile amepewa na president. Yeye hawezi kufanya kitu kama president hajasema. Sasa yeye akifanya kitu, watu wengine wameingia ndani kwa serikali wanataka kumharibia jina. Kama wamekuja kwa serikali, wacha wakuje tu waombe, lakini wasikuje kuharibia mtu wetu, kwa maana yeye ndiye amekuwa mtetezi upande huu. Ametetea, kuna maendeleo inaendelea. Sasa yeye ndiye amekuwa akisimama na president kuanzia nyuma. Yeye ndiye amekuwa mtetezi wake. Kuna watu wameingia ndani wanataka kumngoa yeye, lakini sisi hatukubali. Kama watu wa Bungoma tunamtetea na tutasimama na yeye kabisa. Otuoma Ongalo, mimi ile madai yenye wameandika kwa kaseti ya Standard kuhusu PS, yani Profesa Kisiang'ani, hiyo yote ni ya uongo na ni ya kutaka kuharibia yeye China, ni ya kutaka kuhujumu yeye. Na sisi kama watu ya Bungoma, hiyo ni appointment yenye ilifanywa na president kama PS. Nafikiri tulipewa PS katika hii county yetu, PS wawili, Profesa Kisiang'ani na mwingine kutoka huko Bumula, na iko watu wenye wamelipwa kutaka kuharibia profesa hiyo position yake. Yale tunayosoma kwenye gazeti, haswa gazeti la Standard, ni jambo la kusikitiza sana. Hatujui ni kwa nini wameamua kuleta vita kwenye milango zetu. Sio Kisiang'ani, sio Dibra. Kwa nini mnataka kupiga wakuu wetu ambao wako serikali vita ambavyo ni vita vya kinyumbani ambavyo havina msingi wowote? Aidha, wakazi hao wameonya baadhi ya mabloga kutoka eneo la Magharibi dhidi ya kushambulia viongozi ovyo ovyo na kuwataka kukoma. Na sisi watu ya Bungoma tunasema hebu jaribu. Wenye wanafanya hiyo kazi tunawajua, na hakika hamutakanyaka hapa kama profesa anaweza kuharibiwa jina ati hiyo kazi yake atolewe kwa hiyo kazi yake. Wenye mnafanya hawa tunawajua na hamutakanyaka Bungoma. Tutapea nyinyi wanted, sababu nyinyi ndio hamtaki community ya Bukusu wafaulu kwa kitu yoyote. Alipewa hiyo position wakijua anaweza. Ni kama nyinyi mnasema yeye ndiye adui, hiyo ni vitu ya uongo, haina ukweli na haina mzingi, na mkome kutokea siku ile yenye mliongea. Tunataka kusema ya kwamba huyu mtu wetu ambaye alipata uongozi kwa sababu ya masomo yake, unajua pasipo hangekuwa amesoma hangepata hiyo nafasi. So nataka niseme ya kwamba usomi wake umemfanya amepata kazi. So wacha tumshikilie yeye, kwa sababu yeye ni ngao yetu ya Bungoma. Ametufanya mpaka saa hizi tunapoongea hivi tunajivunia, kwa sababu amefanya Bungoma imeanza kubadilika. Wamemsifia Profesa Kisiang'ani kwa kuanzisha miradi mbalimbali ya maendeleo katika kaunti ya Bungoma, ikiwemo kusambaza tarakilishi shuleni, kupiga jeki vilabu vya soka au kandanda, pamoja na miradi ya jamii kama vile umeme na maji. So as our young people right now, if we increase the digital superhighway, fiber optic ipite, mtaanza kutengeneza pesa. In fact, and which is very important, mkianza kutengeneza hizo pesa, you will be richer than even the people who are working. Aidha, wametoa wito kwa Profesa Kisiang'ani kuendelea na miradi ya maendeleo nchini. Nikiripotia mtazamo wa Dira, jina langu ni Mary Wekesa.